Tanzania bara inaendelea kujitokeza. Kubwa zaidi tuko hapa na Mikoy Kisugu. Jana mtani wake amedondosha alama 2, lakini mchezo dhidi ya TRA haukufanikiwa kutokana na hali ya uwanja namna ambavyo ulikuwepo, lakini kubwa zaidi wananufaika vipi na kudondosha alama kwa Young Africans hapo jana. Mikoy Kisugu, kwema kaka? Kwema. Uko vizuri? Alhamdulillah rabbil alamin. Niko vizuri, namshukuru Mungu. Hebu tugusie kwanza kidogo. Tulitakiwa kushuhudia mchezo wenu dhidi ya TRA, lakini mambo yakaenda tofauti. Timu ilisafiri, ilifika hadi uwanjani na ikarejea Dar es Salaam bila mchezo kuchezwa. Uliona hali ya uwanja ilivyokuwepo? Kwanza hiyo hali ulipokeaje Kisugu? Hali ilipokea kwa masikitiko makubwa na kwa maumivu makubwa, kwa sababu mechi ya TRA dhidi ya Simba mimi nafikiri mara ya 3 ambayo mechi inaahirishwa. Mara ya kwanza kilichotokea nafikiri sina sababu tena kuzungumzia, tulisafiri mpaka Tabora. Baada ya kufika kule mechi ikaja ikaahirishwa, ikapangwa tarehe ya 2. Kwa bahati mbaya ikaja ikagongana na mechi za kimataifa, ikapangwa tarehe ya 3. Tulisafiri kama timu, tulisafiri kama mashabiki kwenda Arusha kwenda kusupport team. Kwa bahati mbaya kilichotokea nafikiri kila mmoja amekiona, mvua ikanyesha, uwanja ukapoteza hadhi ya kutumika katika uwanja wa Sheikh Abedi mjini Arusha. Kanuni za mpira ndivyo ambavyo ninavyosema, kama uwanja hauko vizuri basi mpira uwezo ukachezwa. Kwa hiyo kikubwa nimepokea kwa maumivu, kwa sababu Simba ndio tumekuwa wenyeji katika huu mchezo, wageni katika huu mchezo. Maana yake kwamba sisi ndio tumekuwa waathirika wakubwa katika huu mchezo kuliko TRA. Na ndio maana jana akakupitia katika mitandao yangu ya kijamii nikaona barua ya TRA wakiomba msamaha mashabiki wao wa TRA, kwa sababu wanajijua kwamba wao ndio wenyeji ule mchezo. Kwa hiyo sisi Simba tuliumia zaidi kwa sababu tumesafiri. Ukiachilia mashabiki, timu pia imesafiri. Timu imekaa Arusha pale kwa muda ili kuona namna ambavyo mambo yanakwenda sawa sawa, lakini kilichotokea ndio tayari ambacho kimeshatokea, na kanuni ndio imepelekea kuona namna ambavyo mechi imeenda kuahirishwa. Kwa hiyo sisi kama mashabiki wa Simba ilituumiza, lakini hakuna namna. Tunajua utaratibu jinsi wa mpira ulivyo, tumekubali na tumepokea haya matokeo. Viporo vinakuwa vingi kwenu Kisugu. Ni kweli ni jambo ambalo litakuja kutumiza baadaye. Sasa hivi tunaumia na baadaye itakuja kuumia zaidi. Kwa sababu mwanzo mimi naamini kwamba nimeshawahi kuzungumza nanyi waandishi wa habari. Mechi yetu tumecheza titi for tat sana. Ukiachilia ile ya Arusha ambayo tayari tumeshaizungumza. Ratiba imekuwa ngumu sana. Lakini mimi naamini huko tunakoendea ratiba ndio itakuwa ngumu zaidi kuliko hapa ambako tulivyo. Lakini Simba sisi ni timu kubwa. Management wanalitambua hilo, mashabiki wanalitambua hilo, technical bench players wanalitambua hilo. Kwa hiyo maana yake kila mmoja anatakiwa kujipanga kwa hali halisi ambayo inayokuja mbele yetu, ili kuona namna ambavyo vyote tunakwenda kukamilisha, vyote tunakwenda kuvitimiliza. Ni kusimama kwenye Simba slogan ya nguvu moja. Kila mwenye jukumu lake ndani ya Simba hakikisha kwamba anakwenda kusimama ili kuona namna ambavyo mambo yanakwenda vizuri. Lakini kwa kweli lazima nikiri, ratiba itakuwa ngumu sana kwetu. Lakini quality ya kuzikabiri hizo ratiba unaiona kwa kikosi chako? Yes. Unajua siku zote ukiwa na mwalimu aliyekuwa bora, lazima timu itakwenda kusimama kwenye ubora wake. Mwalimu anajua hii ratiba namna ambavyo ilivyo. Kwa hiyo mimi naamini mwalimu atakwenda kwenye rotation kuona namna ambavyo wachezaji tuliokuwa nao wanatumia vizuri na wanaleta manufaa kwenye timu. Kwa hiyo lazima niseme hali itakuwa sio nzuri, lakini kwa namna ambavyo kikosi chetu jinsi ambavyo kilivyo, tuna wachezaji takriban 24 na wengi wao ambao wako vizuri, wako sawa sawa kiafya. Mimi naamini mwalimu atafanya rotation kuona namna ambavyo matakwa ya Simba yanakwenda kutimia mwaka huu. Mikoy Kisugu, gap la point na watani wako lilikuwa ni alama 5. Lakini hapo jana ni kama dua zenu kidogo zimeweza kujibu. Dua kidogo. Jana Young Africans anadondosha alama 2 dhidi ya Azam FC. Kwako haya matokeo umeyapokeaje Kisugu? Kwanza umewakosea wana Simba. Nimewakosea? Hakuna mwana Simba aliomba ile dua. Kwa sababu sisi Simba tuna asili ya kujiombea wenyewe kwanza kuliko ni kumwombea mtu mwingine. Lakini cha pili, ligi ni marathon. Ligi ni marathon. Na niliwahi kusema kuna baadhi ya waandishi na baadhi ya wachambuzi, rafiki zangu na wapenda sana, kuna muda wanafanya vitu mimi naamini moja ya hayo mambo wanafanya ni mambo ya kibinadamu. Kuna wengine tayari wameshatangaza kwamba mwaka huu ubingwa ni Dar es Salaam Africans. Walikuwa wanaokosea mpira. Waandishi. Yes. Lakini kwa sababu ya utashi wao, kwa sababu wao binadamu
wanaweza kuleta tafakuri katika hilo, walikuwa na haja ya kuzungumza yale ambayo wanafanyaje, wanayozungumza. Lakini Mikoa Kisugu nilikuwa nasimama kuambia wa Tanzania kwamba ligi ni marathon. Sisi Simba tunaamini kwamba ligi ni marathon. Tunaendelea kupambana ili kuhakikisha kwamba target ya Simba inakwenda kufanyaje, kutimia. Lakini matokeo yaliyotokea sisi yametufurahisha. Kwa sababu wale wote ambao wamepoteza pointi jana walikuwa juu yetu. Maana yake matokeo waliokwenda kuyapata, inafika mahala kuna gap la pointi linafanyaje, linapungua. Kwa hiyo pale mnaposhindania ubingwa, yule ambaye unaoshindana naye ukilala ukiamka akiwa anaangusha pointi, kwako ni faraja. Kwa hiyo jana Azamu kuangusha pointi 2 kwetu ni faraja. Dar es Salaam Young Africans kuangusha pointi 2 sisi kwetu ni faraja. Lakini kabla hatujapata hiyo faraja, moja tuhakikishe za kwetu pia tunapata nini? Matokeo. Leo kila mmoja anajua tunakwenda Mwanza. Dhidi ya Pamba. Na taarifa niliokuwa nayo rasmi, na taarifa zangu huwa sibahatishi. Wale ambao wananifuatilia wanajua Kisugu nini anazungumza. Wako watu 5 wanaondoka kesho alfajiri na ndege kwenda Mwanza. Wametumwa. Hebu tuende vizuri. Wapo watu 5? Hapa nyinyi waandishi tuambie vizuri, ndio mnapenda sana mambo ya udaku. Hapa tuende vizuri. Maana una za ndani siku hizi Kisugu. Hawa ndio waandishi wetu ambao tuliokuwa nao. Lakini Kisugu sawa, mimi nimesema. Lakini angalia mdogo wangu Salome alivyofurahi, anauliza mara 2. Unasema nilichokisema Salome, ipo timu ya watu 5 inatolewa, inaondoka na alfajiri kesho kwa ndege. Wanakwenda Mwanza. Dhamira na nia yao kwenda kuongezea nguvu Pamba ya Mwanza. Sasa niwaambie kwa namna ambavyo Simba tulivyojipanga. 5 wadogo Yanga wote ikiwezekana tuwakute Mwanza. Mnapeleka nguvu kwa namna gani? Wanapeleka wao nguvu kwa Pamba ya Mwanza. Na mimi ninachosema, nguvu ndani ya uwanja ama nje ya uwanja? Watajua. Nafikiri mmeeleweka, ndani anaingia 11 tu. Dakika 90 tu wachezaji 11 ndio kwa ndani ya uwanja. Lakini zaidi ya wiki moja maandalizi ya mpira yanafanyika nje ya uwanja. Waliopeleka 5 ni wadogo, wangeenda Dar es Salaam Young Africans wote. Ikiwezekana swaiba wangu, kaka yangu, rafiki yangu wa karibu, tajiri yangu Alex Ngai naye angeenda. Kwa Kisugu unamaanisha kwamba Young Africans wanataka kuwazuia kwa namna yoyote? Ndio iko hivyo. Na nia yao ndio iko hivyo. Na haijawahi kutokea duniani ukaenda kwenye football kwenye pitch Simba na Yanga kuombeana mazuri. Na kila mwana Simba anajua ugumu namna ambavyo Simba ilivyocheza katika ligi mwaka huu. Niwaambie watu 5 wanakwenda Mwanza wawe makini. Simba tuko makini zaidi kuona namna ambavyo tunapata matokeo. Sasa Kisugu una za ndani? Yes. Tisha, umeingia kwenye system. Atatoa assist, ametoa. Sema swala uwanja lile kabadilishwa. Na wako 5 wanakwenda watu 5. Serious. Kisugu, pengine kwa nini haya matukio safari yanatokea mengi sana kwenye hizi mechi kubwa? Young Africans pia tunaona baadhi ya matukio ambayo ni ya nje ya uwanja, wengine kugoma kuingia ndani ya vyumba, na lingine hili ambalo unazungumza linakwenda kufanyika. Kwa nini haya yanafanyika siku hizi? Na yamekuwa ni mengi sana. Nyakati na kutaka ubingwa wa kulazimisha ndio yanafanyika haya. Niliwahi kuzungumza mara nyingi. Watu wanasema Mzalamo yule ananongo, anachokizungumza na kijua. Mimi ndo mwanadamu wa kwanza kukataa ubingwa wa Dar es Salaam Young Africans mwaka jana. Na moja katika watu walionilani, kuna online moja ipo hivi inaitwa Mavara. Inaitwa Mavara. Alikulamu kwa nini? Aliniambia Kisugu, mbona unawasema Yanga? Na wasema kwa sababu ubingwa wao ulikuwa wa kuzurumu. Na ushahidi nikatoa. Mavara anaumia. Inawezekana kwa sababu binadamu huwezi kuwa mwandishi wa michezo bila kupenda timu. Nilisema na ushahidi nilitoa kwamba ubingwa wao hata mwaka jana ulikuwa na madoa. Leo hii wao wanalalamika, wanasema wamenyimwa penalty. Ndio. Leo lejeeni, kuna mechi ilichezwa mwaka 2020. Azam alifunga magoli matatu clear goli. Elisasi yote aliyakataa. Ya Azam FC. Yes. Offside kama zote. Penalty moja. Alikataa Elisasi. Mtenda katendwa. Leo wanalalamika kwa nini haikuwa penalty? Haikuwa penalty, majibu anayo Al Shabani Kamwe. Lakini si ilikuwa penalty. Ukuiona, hebu tuzungumzie hapa. Wewe ulitazama mchezo. Ilikuwa penalty au sio? Moja katika michezo ambayo mimi nilitumia muda wangu mrefu kuifuatilia jana. Na moja ya sababu, niseme tu kweli, nisiwe mnafiki. Mimi siku zote nikimsikia timu inacheza ndani kuna Faisal Salum Feitoto lazima niangalie. Yaani mimi niko tayari kuacha mechi ambayo Cristiano Ronaldo anacheza. Niko tayari kuacha mechi ambayo
Messi anacheza, niko tayari ambayo kuacha mechi. Xavi anacheza, nikimsikia anacheza mechi ndani ya Faisal Salum lazima ni kesho kwenda kumwangalia. Talent. Unajua kinaumana. Mimi kwangu Faisal ni daraja la juu sana. Na kuna muda na kaga alfajiri namwambia Mwenyezi Mungu, nini unamfanyia Faisal, muondoe kwenye nchi, japokuwa Azam akisikia maneno yatawauma. Lakini leo mnasema ile penalty sio penalty. Mwenye mamlaka. Penalty. Wewe unasemaje? Wewe tena unasemaje? Mimi nasemaje?